Karibu sana msemaji wa taasisi ya ZULAS Bwana Jamali Idi. Kwanza hongera sana kwa kuteuliwa kwa msemaji wa kwanza kabisa wa taasisi ya ZULAS. Unajisikiaje na hisia zako zinakwambiaje? Asante ndugu mtangazaji. Kwanza binafsi yangu nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa hii adhimu ya kuteuliwa kuwa msemaji mkuu wa taasisi ya ZULAS. Lakini nina furaha sana kuweza kupata nafasi hii ya kuwa msemaji, kwa sababu nakwenda kuipeperusha faculty yangu ya Law and Sharia hapa Zanzibar University. Kwa faida ya watazamaji ambao wanatutazama hivi sasa, wengi wao hawafahamu ni nini maana ZULAS. Unaweza kutuambia maana ZULAS na je, inatofautiana vipi na taasisi nyingine hapa chuoni? Asante ndugu mtangazaji. Hii ni taasisi ya wanafunzi wa kada ya sheria hapa Chuo Kikuu Zanzibar. Tofauti wetu na taasisi nyingine ambazo zipo hapa chuoni ni kwamba sisi hatupo kwenye jamii tu, bali tumejikita zaidi kwenye taaluma ya sheria. Kwa hiyo popote pale penye sheria, basi sisi ZULAS tunakwenda sambamba. Naam, asante sana Jamal. Juzi nilikuwa nikipitia kuhusu taasisi yenu na nilipata taarifa kwamba ZULAS inaongozwa na mlezi wa kitivo chenu cha sheria ama Dean of Faculty. Sasa hebu tueleze uhusiano kati ya ZULAS na uongozi wa chuo upoje? Hii ni taasisi ya wanafunzi 100% ama chuo kina mkono wake? Asante ndugu mtangazaji. Ukija kule FOHAS unakuta kuna taasisi ya wanafunzi wa public health ambayo ni ZUPSA, kuna ZUKOSA, kuna ZUPSA wale counseling psychology. Kwa unakuta na sisi kama wanafunzi wa sheria pia tuna jumuiya yetu ambayo inatuunganisha wanafunzi wote wa kada ya sheria, ambapo hizi taasisi zote mwamvuli wake zinakuwa zinaongozwa chini ya kila faculty. Kuna sisi kama ZULAS, hii ni taasisi yetu ya jumuiya ya wanafunzi wa sheria, lakini chini nyuma yetu ambaye anatuongoza anakuwa ni dean wetu mpendwa ambaye ni Dr. Sikujua Omar Hamdan, ambaye ndo anatusimamia na kwa kushirikiana na head of faculty yetu ya sheria Madam Yusra kuhakikisha kwamba ZULAS inasonga mbele na inafanya kazi yake ipasavyo. Kwa hiyo kifupi tuseme tu kwamba ZULAS ni taasisi ambayo inaongozwa na wanasheria, lakini ikisaidiwa na uongozi wa faculty. Mheshimiwa Jamali, tunafahamu kila taasisi inakuwa na malengo yake. Kwa upande wa taasisi ya ZULAS, malengo yake makuu matatu ni yapi? Na jingine kwamba ukiamka asubuhi kipaumbele chenu ni kipi hasa? Asante ndugu mtangazaji. Sisi kama ZULAS malengo yetu ni mengi sana, lakini lengo letu la kwanza ni kuhakikisha kwanza tunawaunganisha wanafunzi kwenye professionalism yetu ya sheria. Wao wanadhani kwamba kusoma sheria ni just darasani tu, lakini sisi kama ZULAS tunataka tuhakikishe kwamba wanafunzi wote wanakuwa more professionalism kwenye hii taaluma ya sheria, kiasi kwamba wanafunzi wote walio wana uwezo wa kujiamini, lakini wao wana uwezo wa kusoma popote, kuongelea jambo lolote lenye mustakabali au mwenye haki kwa mwanafunzi. Licha ya kuwa taasisi inakuwa na malengo, sasa tungependa kufahamu hasa mipango yenu ipoje katika kuiendeleza hii taasisi yenu ya ZULAS? Asante ndugu mtangazaji. Kwanza ni kuhakikisha wanafunzi wote wanapokuja hapa Zanzibar University kwenye kada hii ya sheria kwamba wasipate tu elimu ya darasani, bali pia wajifunze elimu ya sheria kivitendo. Kwa njia gani? Sisi kama ZULAS tumeamua na tutaanzisha moot court ya kudumu hapa chuoni kwetu. Moot court hii itakwenda kujenga sisi wanafunzi wa sheria wote, ili mwanafunzi awe na experience at least ya kusimama mahakamani pale ambapo atakuwa ameweza kumaliza masomo yake hapa, ikiwa ni kwa field ama ni kwa njia nyingine. Kwa hiyo kupitia moot court tunakwenda kutengeneza jeshi la wanasheria wazuri sana hapa Zanzibar. Okay, Mheshimiwa Jamali, kwa upande wa wanafunzi wa kawaida au yeyote ambaye anatamani kujiunga na ZULAS, je, atafaidika nini moja kwa moja? Je, kuna sheria au kuna moot court? Asante ndugu mtangazaji. Kwa mwanafunzi wa kawaida ambaye si wa kada ya sheria, atanufaika mambo mengi. Unajua wanafunzi wengi na sio wanafunzi, jamii nyingi wanadhani kwamba hii kujua sheria inakuwa ni only
kwa wanasheria tu ama mawakili ama majaji, lakini si sahihi. Sheria ni kitu ambacho kila mmoja wetu anapaswa kukifahamu ili aweze kufanya yale yote ambayo yatakuwa yanamuongoza yeye katika maisha yake, na tufahamu kwamba bila ya sheria itakuwa hakuna maelewano mazuri baina ya watu na jamii, kwa sababu sheria ndiyo ambayo ina mwongozo mzuri na inakujenga, na sheria ndiyo inakukataza wewe nini usifanye, na sheria inakuongoza nini wewe ufanye. Kwa hiyo sheria ni kitu kimoja muhimu sana kukielewa. Kwa hiyo wanafunzi wetu wa Zanzibar University ambao sio wanafunzi wa kada ya sheria pia wanapaswa kufahamu sheria na watanufaika mengi kupitia hizo, kwa sababu tutakuwa tunafanya mambo kidigito zaidi. Sawa. Msemaji, nilikuwa na swali hapa kabla sijaingia hili swali langu hasa. Umezungumzia moot court. Kwa mtazamaji ambaye hafahamu moot court ni nini, unaweza ukatusaidia ukatueleza moot court ni nini? Moot court. Asante ndugu mtangazaji. Moot court ni nadharia ya kimahakama ambayo hii tunakuwa tunafanya kama wanafunzi wa sheria, ambapo hii kwa wale ambao hawafahamu tunakuwa tunaigiza, lakini tunafanya kama vile ni mahakamani. Sawa. Kwa hiyo anakuwepo judge, lakini pia anakuwepo mawakili upande utetezi na mawakili upande ambao wao sio utetezi. Kwa hiyo unakuta kupitia hii moot court pale kunakuwa pia kuna mshtakiwa na anaonyeshwa, kuna mashahidi. Kwa hiyo unakuta kupitia hii moot court tunakwenda kujifunza, kumbe mahakamani kunakuwa kupo kama hivi, mahakamani kupo kama hivi, kumbe principles zile za kisheria zinakuwa zinachukuliwa hivi kwenye mahakama. Kwa hiyo unakuwa unaenda kuona ile nadharia ya kimahakama live. Kwa hiyo mbali na kusoma darasani, lakini kupitia ile moot court unakwenda kujifunza kivitendo zaidi. Kwa hiyo moot court ni njia moja ya kutujenga wanasheria. Sawa, sasa niingie katika swali langu hili hapa. Ninasema kwamba wakosoaji wengi ama wachambuzi wamekuwa wakisema kwamba vyuo vingi hapa vinakuwa vimejaa taasisi nyingi na zenye majina makubwa. Sasa pia kama msemaji, ZULAS itahakikishaje kwamba haina jina jingine hapa tofauti na lile ambalo tunalijua? Sisi kama ZULAS ni kutoe hofu ndugu mtangazaji, lakini pia na wanafunzi kwa ujumla, tumejipanga vizuri, tuna mikakati imara ambayo hii itakwenda kutunufaisha sisi wanafunzi wa sheria, itakwenda kuipa hadhi faculty yetu ya sheria, lakini pia itakwenda kukitangaza chuo chetu kikuu cha pendwa Zanzibar University hapa na mbali zaidi katika nchi yetu. Kwa kupitia hii ZULAS tumejipanga vizuri. Okay, wengi wao wakisikia taasisi ya sheria wanadhani ni watu wakali sana. Hebu tuondoe hofu. Na wewe ukiwa nje ya darasa ni mtu wa aina gani na unapendea nini sasa? Asante ndugu mtangazaji. Kiukweli hiyo wanafunzi waondoe hiyo dhana kwamba kisikia mtu ni mwanasheria kwamba tu muogope labda nini. Hapana. Sisi bana ni watu wakarimu sana. Mwanasheria ni mtu mkarimu sana. Ndugu mtangazaji, nakushauri kama huna rafiki mwanasheria basi mtafute. Katika mtu mkarimu sana basi ni mwanasheria. Naweza nikawa kwenye public issue, nikawa mtangazaji kidogo, na nakuwa napenda kidogo. Kwa hiyo mbali na issue ya wanasheria ambayo nasomea hii fani, pia naweza kufanya activity kama hiyo. Lakini pia ukiachana na hiyo, pia naweza kuimba. Kuimba naweza pia, kwa sababu ni kipaji ambacho nimejaliwa na Mungu. Sawa, asante sana msemaji Jamali Idi. Swali langu hapa la kiuchokozi kidogo hapa. Kila kiongozi siku zote mara nyingi anakuwa na power ama jimbo yake pendwa inakuwa inampa moyo. Kwako wewe hasa unapendelea nyimbo gani hasa? Unaweza ukatimbia japo beti 2-3? Mwanasheria kuimba inakuwa haikubaliki kisheria, lakini nje ya kuzihepu naweza kufanya naweza kukupa beti moja, lakini sijajua wewe unataka ya Kiswahili ama ya Kizungu? Tutatoa Kiswahili. Unataka tuimbe kidogo basi sawa, hakuna shida. Nitakupa beti moja ya kwenye wimbo wa ZULAS. Unasema hivi sauti inabadilika lakini kidogo. Haya. Taharuki kwenu musopenda kutuona,
sisi ng'ari ng'ari, ukipenda tunasonga, si wanasheria tunavyojua kuponya, na wapa habari mbona mtapata homa, hii Zulasi ipo juu juu, kwetu ni chapa kazi, hilo ni wajibu, hii Zulasi ipo juu juu, kwetu ni chapa kazi, hilo ni wajibu. Ni hivyo tu. Hongera sana bwana Jamali. Umejifunza wapi bwana usanii? Usanii hichi ni kipaji ambacho mimi mwenyewe sikujua kama nina kipaji, nilijikuta tu kuna siku nipo kwenye jukwaa nikapanda kama. Okay, neno lako la mwisho kwa wanafunzi wa Zanzibar University ni vipi, na kwa nini aache kila kitu tunafuatilia Zulasi kuanzia sasa? Neno langu kwa wanafunzi wapendwa wetu wa Zanzibar University fupi, kwanza ni seme hadharani kwamba nawapenda sana wanafunzi wenzangu wa Zanzibar University. Tunafuata kanuni za chuo, tunafuata sheria za chuo, na tutaendelea kuhakikisha kwamba zile taratibu zote ambazo zimekatazwa na chuo chetu pendwa ZU tunazisemea ili wanafunzi wasijiingize, na zile sheria zote ambazo kama wanafunzi wa ZU tunapaswa kuwa nazo, basi tutahakikisha kama Zulasi kuzisemea ili wanafunzi tuzifate kama ni sheria ambazo zimewekwa hapa chuoni. Asante sana msemaji Jamali Idi kwa ushirikiano wako, kwa kutupatia nafasi hii ya kuweza kukutana na wewe tukafanya mazungumzo na wewe mafupi haya. Tukupongeze pia kwa kuweza kuwa na uthubutu wa kuweza kujibu maswali haya. Sasa kabla sijafunga, Rashid, una neno lolote unataka kusema? Okay, asante sana Fadia kwa kunipa hichi kijiti. Hakika ni jambo zuri sana, lakini mimi kama kaida yangu nakuwa sina mengi ya kuongea, ila nina jambo la msingi kwa wewe hadhira ambayo unatazama muda huu. Wanasema jambo huonekana haliwezekani hadi pale litakapofanywa kazi. Kwa hiyo ukiwa unatamani kufanya jambo ambalo kaisi hili halitoki nje ya maadili, basi jitahidi kulifanya ili likufikishe mbali zaidi ya hapo ulipo. Naam, wapenzi watazamaji wetu wa ZU TV, huyu ni msemaji wa taasisi ya Zulasi hapa Chuo Kikuu cha Zanzibar ZU, kupitia kitivo cha sheria. Tulikuwa leo tukifanya naye mazungumzo mafupi kuhusiana na taasisi yake hii ya Zulasi. Kama ulivyosikia hapo awali, Zulasi hii taasisi imeundwa hapa Chuo Kikuu cha Zanzibar. Ni taasisi ya kisheria ambapo lengo kubwa ni kutoa elimu na msaada wa kisheria kwa wanafunzi walioko hapa, lakini hata visiwani pia kwa ujumla. Sasa mpaka hapa tumefikia hatima ama tumefikia tamati wa kipindi chetu hiki maalumu. Ulikuwa nami mtangazaji wako Fadia Ali nikiambatana na mwenzangu Rashid Osborn, mpiga picha wetu Fatima D na mwongozaji wetu. Tunakushukuru sana wewe mtazamaji, endelea kusikiliza vipindi na kutazama vipindi vijavyo. Asante.